Tunasema usiyeshindwa, pokea sifa, pokea utukufu hata katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu. Mataifa yote yanakufahamu kuwa ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Mataifa yote mimi nikiwa ndani yako Bwana, wanakufahamu ya kwamba wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Baba, usiyeshindwa. Hakuna jambo ngumu kwako, usiyeshindwa. Hakuna jambo usiruhusu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tutia moyo mahali tunahitaji kutiwa moyo. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu wa ajabu. Hakutakuwepo mwingine kama wewe. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Jina lako na lisifiwe, jina lako na liinuliwe, jina lako na liinuliwe Bwana. Pokea sifa Bwana. Asante Bwana, asante, asante Bwana. Kwa jina lako tunaomba na kuamini na tuseme amen. Amen. God bless you as you take your seats. Thank you. Worshipers, barikiwe sana. Asanteni. Tunampa Mungu shukrani kwa nafasi ingine siku ya leo kwamba tunakusanyika mbele yake. Imekuwa wakati mzuri sana. You know, wakati unaimba, wakati unasifu, hayo maneno yananena na wewe. They speak to you. You are able to focus on those words, what the words are saying, and you are able to express them to the Lord just the way they are and as powerful as they are. Amen.
This morning nataka kuendelea na ujumbe ambaye nilihubiri mara ya mwisho nilikuwa hapa. Kuna visehemu hatukuwa tumeangalia, so I just want us to go and look at those portions. But I also want to recap. I want to just do a little review, maybe for somebody who was not here the last time I spoke. Our heading last time I spoke was the essence of holiness. Kiini ya utakatifu. Kiini ya utakatifu. The essence of holiness. And we began by defining what holiness is, because holiness comes from the word holy, which principally, according to the definition of the dictionary, is to be set apart and to be separated. Kitu kitakatifu. Ukisikia mtu akisema hiki kitu ni kitakatifu, anamaanisha hiyo kitu imetengwa na itatumika kwa ibada, itatumika kwa mambo ambayo inahusiana na Mungu. Na pia inaweza kumaanisha ni kitu kisafi, ni kitu ambacho akijatiwa unajisi, ni kitu safi, pure, something that is set apart. That could be the definition, or that is the definition. When we talk about being set apart, we actually mean set apart from whatever defiles. Imewekwa kando ndio isinajisiwe, isichafuliwe. Imewekwa kando kutoka kwa uchafu, from uncleanliness. Imewekwa kando kutoka kwa dhambi, from sinfulness. And the real reason why that thing is being set apart is so that it may be used with God. It may be used for the sake of God. It may be something special that is set apart for the use of God. And tulisizitiza na tukasema ya kwamba Biblia inakaza sana hii mambo ya utakatifu. Tulisoma kitabu cha Waibrania 12 mstari wa 14 inasema tafuta amani na watu wote na utakatifu ambayo pasipo hiyo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Pursue peace with all men and holiness, without which nobody will see God. As I say that, I also want to remind you, when you go to the book of Revelation, chapter 4 verse 8, you find 4 living creatures. Kuna wale wanaitwa viumbe wanne. That is the only word the Bible could use, living creatures, because it is not easy to describe them. But you find them ati usiku na mchana wanashinda wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maybe you can, let's go there. Can we go to Revelation chapter 4 verse 8? Each of those 4 living creatures, they had 6 wings. They were covered with eyes all round. Even under their wings there were eyes. Day and night they never stopped saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Day and night, those living creatures, there is an announcement that they are making. They are pronouncing what we may call a very, very important thing in terms of the being of God, is that God is holy. And they are not saying it only once, but they are repeating it 3 times. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Bwana Yesu asifiwe.
So both in the Old Testament, in the New Testament, tunapata there are commands that people need to be holy the way our Lord is holy. And we looked at Leviticus 19 verse 1, and we also looked at 1 Peter chapter 1 and verse 15. Chapter 1 and verse 15. But I also want to add 2 Corinthians chapter 6, and I want us to read that because it emphasizes the statement that we should be separated. Go to 2 Corinthians chapter 6 and verse 16. 2 Corinthians chapter 6. This is what the Bible is saying in this verse. What agreement is there between the temple of God and idols? Kuna makubaliano gani kati ya hekalu ya Mungu na masanamu? Alafu inaendelea ikisema, for we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Verse 17. Therefore, because God is living in us, because we are temples of God, verse 17 is saying, therefore come out from them and be separate. Come out from them. Who? Come out from those worldly people. Come out from those ungodly people. Come out. Be separate, says the Lord. And it ends by saying, touch no unclean thing, and I'm going to receive you. Usiguze kitu kichafu, na mimi nitakupokea. And verse 18. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Almighty God. Condition ya sisi kuwa wana wa Mungu na kuendelea kuwa wana wa Mungu ni kwamba Mungu anasema tuwe separated, tujitenge na mambo ya ulimwengu, tujitenge na mambo ya uzinifu, tujitenge na mambo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema ya kwamba kitabu cha Walawi inasisitiza sana, the book of Leviticus, it captures the essence of holiness. And we will go back to that book today because there are some areas that we did not look at. But when you go to chapter 18, chapter 19, and chapter 20, those books lay out, they really lay out what people are required to do if they are to remain holy. Praise the Lord. God's call to holiness is essentially for his people to be different from godless communities and godless and culture. Hiyo ndio kiini. Wakati Mungu anaitana watu wawe watakatifu, kiini cha yeye kutuita ni kwamba tujitenge na tuwe tofauti na kusanyiko la watu ambaye hawamjui Mungu, watu ambaye wako katika dhambi. Tuwe tofauti. Na of course tulisoma mistari kadhaa wakati huo mwingine. Maybe we can read one katika kitabu cha Leviticus chapter 18 and verse 1 to 5. But for your record, we also read Leviticus 20 verse 22 to 26. But let's go back. Let's just take that one. 18 verse 1 to 5. The Lord said to Moses, verse 1, verse 2, speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God.
You must not do as they do in Egypt, where you used to live. Usifanye kama vile walikuwa watu wa Misri kule mlitoka walikuwa wakifanya. Where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan. Na msianze kushika tabia ya watu wa Canaan ambaye ninawafikisha kwao, where I'm bringing you. Do not follow their practices. Verse 4, you must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukisoma Biblia katika mistari kama hizo, na hata hiyo ya chapter 20, unakuja kurealize ya kwamba kule Misri, mahali hao watu walitoka, there were a lot of things that were going on. Watu walikuwa wanafanya mambo ya kila aina. Mambo ya uzinifu, mambo ya dhambi, mambo ya whatever was not an issue in those places. In fact, sababu moja ambaye Bible inasema ilifanya Mungu awatoe wale watu walikaa wakikaa Kana ni kwa sababu maisha yao yalikuwa mabaya kabisa. Maisha yao yalikuwa mabaya sana sana sana. Hayakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. The Israelites were not to practice the lifestyles of the Egyptians or the Canaanites. Walikuwa wawe watu tofauti. Na wapendwa, hata leo Mungu anataka tuwe watu tofauti. Mungu anataka tuwe different. Wakati mwingine inafika mahali ambayo huwezi kutofautisha kati ya Ukristo na mambo ambaye ya watu ambaye ni makafiri ama watu wasiomwamini Mungu. Sometimes it becomes so hard to put the dividing line. And in the message and in the call to holiness, God is actually telling us we are different. That's why ile mstari tumesoma kwa 2 Corinthians inasema sisi ni hekalu ya Mungu. Na inauliza ya kwamba kuna makubaliano gani? Where is the intersection? Because there is supposed to be no intersection between the temple of God and idols. The temple of God and the people who are living a life that did not consider God, never took God into consideration, and they just did whatever they like. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Last time tuliongea katika issue ya vile tunatarajiwa kuishi kama watu watakatifu. Tuliangalia visehemu kama 2-3 ambaye pia bado nataka kuzungumzia kidogo kwa sababu ni sehemu very important kabla hatujaenda sehemu zingine. Kwa sababu unapata katika zile sheria na amri ambaye Mungu aliweka, kwa sababu utakatifu haiwezi kuwepo kama watu hawatii Mungu. Kumtii Mungu ndiye inaleta utakatifu katika maisha ya mtu. Lakini mtu ambaye anakiuka sheria za Mungu, basi utakatifu haiwezi kupatikana kwake. Atakuwa mtu ambaye amejitenga na Mungu, amejitenga na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ile point ya kwanza ambayo tuliangalia last Sunday ni kuhusu mambo ya kuabudu Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. That the Bible forbids, inakataa tusiabudu Mungu mwingine. We should not be involved or even worship other gods, whatever gods they are, idols or no idols. We are supposed to worship only one God, and that is Jehovah. Any other God that comes around, any other thing that comes around, tunaambiwa
hiyo ndio step number 1, kwa sababu yale tutakayofanya ndio to maintain utakatifu is all about obeying our God. If we begin by worshiping other gods, then we are already lost. We are very lost tukiabudu miungu mengine. Nimekuwa katika YouTube, kuna mtu ambaye anapenda sana, kuna mtu ambaye anaweka mambo ambaye inahusu Hinduism, inahusu miungu ambaye Wahindi wanaomba. And sometimes for the sake of interest, just to try to find out what goes on, I look at what he says and whatever discussions he has. And of course, we all know that Wahindi, they don't have one God. The gods are so many. But even when you look at those gods, you read about them, you see straight away kuna kitu si sawa. Something is very wrong. Something is very wrong. Even from the sanamu themselves, masanamu iko na mikono mingi, vichwa vingi, saa zingine nyoka, saa zingine whatever. And when you go through all those things, as a Christian, and as I look at it, I just see the work of the enemy in this thing. Naona mkono ya adui. Because yale mambo naona kuhusiana na miungu hizo ni mambo ambaye huwezi kuambatanisha na Mungu wetu. Hapana, hauwezi. Na of course kuna miungu tu, kuna miungu wa kila aina, na kuna dini za kila aina, na mtu anastahili kutahadhari, kwa sababu kuna vile unaweza kujipata unaabudu kile ambacho utakikane uabudu. Bwana asifiwe. Na wakati huu ambaye tunaelekea kipindi cha mwisho, the final age, the issue of worship is coming up in a very strong way. Watu wanasurutishwa ama wanasawisishwa waabudu miungu ambaye hawawajui, waabudu miungu wengine wakiwa wanahaidiwa ya kwamba wakiabudu miungu hao watastawi, watapata pesa, watapata utajiri. So the issue of worship is coming out very strong. And of course tunajua kwa sababu tukisoma kwa Bible, Revelation chapter 13, tunajua ya ile kitu ambaye adui atataka sana, mpinga Kristo, nabii wa uongo, kazi yao itakuwa ni kwamba wanataka watu watoe ibada kwa Mungu na wapeleke kwa shetani. Na hiyo ndio kwa sababu katika nyakati zetu mambo ya kuabudu shetani inakita mzizi, ni kama inaendelea. So people are not ashamed, they are not shy to say they are devil worshippers. People are not afraid and they are not shy to say they are devil worshippers. And of course those people have a lot of things. And we must be careful, because you must be careful about what you worship. And when we talk about being separated and being holy, the first thing is that we must separate from any other worship that is not the right worship. And that's why hata hapa Kenya mpaka tuseme ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tuseme nini? Ukweli. Huwezi kusema unaabudu Mungu wa Kikristo na tena useme unaabudu Mungu wa Kirenyaga, haiwezekani. Na huwezi kusema unaabudu the Christian God na unaabudu pia Mungu wa ancestors wako, whoever they are. Hiyo ndio ukweli. Lazima uamue kama utaabudu huyo Mungu mwingine ama utaabudu yule wa kweli, yule Mungu ambaye tunaita Jehova. You must decide, but you cannot mix them. You cannot mix them. But the way we are going sasa, vile tunaenda sasa, ni kwamba tunataka kuchanganya. Unataka wewe uende
utengenezwe na wazee wa kabila, na bado urudi kanisani, na bado uabudu kanisani, na bado uimbe nyimbo za Yesu. Brothers and sisters, we must put a stop to that. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tupinge na lazima tukatae. Na kama wewe ni Mkristo, ubaki ukiwa nini? Ukiwa Mkristo. Praise the Lord. Hiyo imani yenu bado haijanitoshelesha. Praise the Lord. Hiyo ndio number 1. You will not worship any other God. Katika amri 10, mimi ndimi Rabi Mungu wako, usiabudu Mungu mwingine. Usiabudu Mungu mwingine. Na kama umeamua huyu ndiye Mungu ambaye unamwabudu, you will stick with him and you will not start to worship other gods. Praise the Lord. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 14 mstari wa 6 mpaka 12, kuna malaika watatu wako na ujumbe. Na ile ujumbe wako naye is very important. Let's go there. Revelation 14 verse 6. I saw another angel flying in the middle air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, every tribe, and every people. He said in a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and the earth and the sea and the springs of water. Worship him. And then there was another second angel. A second angel followed and said, fallen is Babylon the Great, which obeyed all the nations to drink the maddening wine of her adulteries. And then the third angel, look at what the third angel said. A third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives his mark on the forehead or on the hand, he too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of holy angels and the Lamb. Verse 11, and the smoke of their torment rises forever and ever. There is no rest, day or night, for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark of his name. In verse 12, this calls for patience, endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Very good statement. This calls for patience, endurance. Watu mpaka wavumilie kwa subira. Watu ambaye ni watakatifu wa Mungu, watu ambaye wanatii amri za Mungu, they must remain faithful to Christ. Praise the Lord. You must remain faithful to Christ. Wacha niwaambie mambo yale yanatendeka ni mengi sana. Mengi sana. Kama wachungaji saa ingine hata tukifanya counsel, people come for us to counsel with them. And some of the things they tell you, sometimes you wonder, is this happening? What is this? Mtu anakwambia whatever ameingia ndani. Na mambo yale saa ingine inafanyika katika maisha yake. Na unapata ya kwamba hayo yote yamekuja kwa alienda kufanya ibada kwa Mungu mwingine. Alijisalimisha kwa ibada ambaye hakustahili kwenda, hakustahili kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunamwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, tubaki na yeye na tuwe waaminifu kwa na tusijichanganyishe. Praise the Lord.
Praise the Lord. So we talked about that. We talked about that. Because those gods can even demand that you give your children as sacrifice. Hizo miungu au miungu wengine watataka dhabihu ya watoto wako, ya mama yako, ya baba yako, ya relatives wako, wakikupromise ya kwamba hapo there are people who are looking for power. Unajua kuna watu hata si pesa wanataka power. Wanataka power, wanataka kujulikana, wanataka popularity, labda wanataka kupigiwa kura. You know, people are looking for all those things. And if they find that there is a way they can get it, even by worshiping other gods, they go and worship those other gods. Wanajitolea kwa miungu hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na lile jambo lingine tulizungumzia ilihusu mambo ya immorality. What we call sexual relationship. And this is an area that must also be talked about. It must be talked about strongly in the church. Last Sunday tulisoma katika hiyo kitabu cha Walawi, watu wanaambiwa usifanye hii, usifanye hii, usifanye hii, usifanye hii. All those perverse, all those indecent type of sexual relationship wanaambiwa usifanye. Katika amri 10 inasema do not commit adultery. Usifanye uzinifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni area ambaye sitaki kuikimbiza haraka. Na sitaki kuikimbiza haraka kwa sababu ni area mpaka watu wajue. Huwezi kuwa wewe ni rafiki ya kila mtu, una uhusiano na kila mtu, haiwezekani. Huwezi kutoka kwa mume huyu uende kwa mwingine, utoke kwa huyo uende kwa mwingine, utoke kwa huyo uende kwa mwingine. Huwezi kutoka kwa huyu mke uende kwa mwingine, uende kwa mwingine. Na Jumapili tulipeana example ya hawa watu ambaye sasa wanaitwa meseleb, wamejulikana ati kwa sababu wanaimba sana mpaka nyimbo zao zimebamba watu. Ama wamejulikana kwa sababu wao ni watu ambaye wanafanya drama, watu wa kufanya michezo ya kuigiza, wamepamba moto katika hiyo. Lakini sasa ukiangalia maisha yao unapata ni maisha ambaye terrible life. They have terrible lives. Hawana mipaka, hawana boundary. Wanakaa tu wanafikiria kwa sababu ya umaarufu wao na kujulikana kwao wako na ruhusa cha kufanya lolote. Na ni kitu kibaya sana kwa sababu mambo kama hayo yakiingia kanisani, wewe uko kanisani unasema Yesu asifiwe, Bwana asifiwe, lakini mwezi hii peke yake you have changed women. Umekuwa na mwanamke huyu mwingine hata watatu in one month. Na wewe ni Mkristo na uogopi. Na hayo mengine yanafanyika katika siri. Ama wewe ni mke, umekuwa na wanaume karibu wangapi katika hii mwaka? Umekuwa na wanaume wangapi? Unasema pastor umeenda sana. Sijaenda sana. Hizi ni vitu tu ziko tu na zinafanyika. Sasa when you are doing that, we just want to tell you, you are breaking the rules of holiness. Unavunja sheria ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unavunja sheria za nini? Unavunja sheria ya nini? Kuna wengine naye wanajipatia excuse, mimi sijaoa, mimi sina mke, kwa hivyo yule amekubali tu tutaenda, wachana na upuzi kama hiyo. Unajua I wanted to look at this name adultery and to understand the connotation of the meaning of that word. Na katika dictionary
Katika dictionary, one of the words is used in adultery is lewdness. Unajua lewdness ni ile uchafu. Another word that they use for adultery is unchastity. Unajua maana ya unchastity? Kuvunja usafi wako. Kuvunja usafi wako. When you do fornication or adultery, you are involving in lewdness and you are becoming unchaste. Unajichafua. Hiyo ndio kwa sababu the Swahili word for rape is kunajisi. Kwa sababu unaingilia maisha ya mtu by force. Unamchafua by force. But I want to tell you, kunajisi haishi tu na ile rape. Kama wewe maisha yako haiko under control katika hiyo sehemu ya sexual life, you are either lewd or you are unchaste. Usafi wako umeharibiwa na unaendelea kuharibiwa. And you know the other word that I also saw was faithlessness, kutokuwa na uaminifu. Wewe umeoa, sijui uko na gashungua, sijui uko na nini, hiyo ni kutokuwa mwaminifu. Unaambia huyu I love you very much, unarudi unaambia huyu I love you very much. So which one do you love very much? And are you going to love all of them very much? That is what faithlessness is all about. You are becoming a faithless person. And gentlemen and ladies, kama wewe ni youth, kama wewe ni whoever you are, when we talk about holiness, we are talking about obeying the word of God. And we must keep the rules. And one area that the rules must be kept, ni katika hiyo area ya sexuality. You do not have freedom. Forget about what you see in the YouTube. Forget about what you read in the media. Forget about those things. Unajua leo tumeimba inasema ancient words, we sang about ancient words, a very good song. Sasa these words that are coming from the Bible, these are the words that will help you in your life. These are the words that will establish you in your life. You cannot live like that. Huwezi kuishi hivyo na bado useme tu wewe mwadhani agosho. Mwadhani agosho gotire na oru. Hapana, there is a lot of oru. Praise the Lord. Let's go to 1 Corinthians chapter 6 just to show you how terrible this matter is. 1 Corinthians chapter 6, and we want to begin with verse 15. 1 Corinthians 6 verse 15. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with the prostitutes? Look at that. Look at that. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take members of Christ and unite them with a prostitute? Endelea. Do you not know that one who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two shall become one flesh. Yule mtu unaungana naye, unakuwa mwili moja na yeye. Na kama yeye ni kahaba, umekuwa mwili moja na yeye. And this is, you know, it is so dangerous because some of the people you may have relationship may happen to be witch doctors. They may happen to be Satanists. They may happen to be whatever. Sasa wewe unajiunganisha na watu kama hao. The two will become one flesh. Let's go to verse 17. But he who unites himself with the Lord is one spirit with him. Verse 18. Flee from sexual immorality. Flee. Toroka.
all other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body. This is in the Bible. My brothers and sisters, hii iko kwa Bible. Na unaambiwa utoroke. Toroka. Dhambi zingine ambayo watu wanafanya is outside their body. But those who sin sexually, they are sinning against their own body. Verse 19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Wakati uliamua wewe ni wa Yesu, wewe si wako mwenyewe tena. So hauna ruhusa kama umeenda kwa Yesu kutumia mali ya Yesu vibaya na kutumia kwa njia isiyofaa. The last verse 20. You are bought at a price. Therefore honor God with your body. Amen. Umesikia ile wimbo inasema niende mogore. Niende mogore, niende mogore na thakame ya Yesu. Niende mogore. Niende mogore, niende mogore na thakame ya. Umenunuliwa na damu ya Yesu. Sasa unaambiwa wacha mchezo, unaambiwa wacha kucheza, wacha hiyo mchezo ya uchafu, wacha kuvuka mpaka. Ujue wewe umekuwa mali ya mwingine. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 up to 11. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 up to 11. I know I had talked about these things, but I think there are things that are so pertinent that need to be talked about. I have written to you in my letter not to associate with the sexually immoral people. Huyu ni mtu wa Mungu anasema musiambatanishwe na watu ambaye maisha yao katika hiyo area imevuka mpaka. I have written to you in my letter not to associate with sexually immoral people. If you are a young person na umeona a sexually immoral girl or youth or whatever they are, be careful. Be careful. Come mbali. Do not associate. Kwa sababu mtu kama huyo anaweza kukupeleka kwa tabia zake. Anaweza kukupeleka kwa mambo yake. Verse 10. Not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and swindlers, or idolaters. In that case, you will have to leave this world. He's not talking about watu kule wa ulimwengu. Kwa sababu ikiwa tutatoka kwa hao watu in terms of not associating, then hatutakuwa hapa. And then verse 11. But now I'm writing to you that you must not associate with anyone who calls himself a brother or sister for that matter. Anajiita ndugu, anajiita dada katika Yesu, lakini yeye ni sexually immoral. Ama yeye ni greedy. Ama yeye ni idolater. Ama yeye ni slanderer. Ama yeye ni drunkard. Ama yeye ni swindler. Can you imagine you can have people in the church who are even swindlers? Wana swindle watu wengine katika nyumba ya Mungu. In fact, it is so bad that Paul is saying hata usikule na mtu kama huyo. Hata usikule na mtu kama huyo. Kwa sababu huyo mtu ni dangerous. Praise the Lord. Praise the Lord. Tunaambiwa hii kutokuwa na mpaka ilikuwa kule Misri, ilikuwa kule Canaan. But we are not supposed to transfer it and bring it in the house of God. I want to believe that is enough, sindio? Kwa sababu kama ushiki hiyo ni gani sasa utashika? Kama ushiki hiyo ni kuna kitu kingine utashika kweli? Bwana asifiwe. We must
we must make effort so that we become the holy people that God has called us to be. Tusivuke mpaka. Praise the Lord. The third thing that I want to talk about, I may have mentioned something about it last time, is in the book of Leviticus 19. Let's go to Leviticus 19, verse 31. Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Hawa mediums ni watu ambaye hasa wanatumiwa na roho ya shetani. Sometimes tunawaita waganga. Watu ambaye wanajaribu kukwambia ukienda kwao utapata suluhisho. Na watu kama hao, they are always queer. Ni watu queer. Kwa sababu kule unaenda kukutana na medium, utaingia kwa nyumba ambayo hata hakuna light, iko na giza. Masauti tu ndio unasikia. Spiritist. Na unajua watu, kwanza watu wamekuwa watu ambao wanataka kuambiwa sana habari zao. You go and somebody tells you. Si wewe ni fulani, si uko na wadada wa fulani, sijui unakaa wapi, all those type of things. Alafu naanza kuambiwa story ya vile uko na shida, na kama hutaombewa na huyo mtu utakufa ama utakwisha. Mediums, watu ambao wanatumia nguvu za shetani, na kwa sababu wanatumia mapepo, wanaweza kujua habari zako. Acha nikwambie, wanaweza kukueleza. Saa zingine uko kwa shida, uko kwa ugumu, you are looking for an answer. If you are looking for an answer, come to the house of God. Wacha kwenda kwa medium, wacha kwenda kwa spiritists. Kwa sababu kuna wale watu watakwambia, ukitaka kuongea na baba yako yule alikufa, tutamuinua uongee naye, akwambie utafanya. Lakini there is a word there I want you people to see. You will be defiled by them. You will be defiled by them. Utachafuliwa, utanajisiwa. Na ukishashikwa na mtu kama huyo, inakuwa ngumu sasa wewe kutoka. Unaanza kusema huyo ni mtu wako. Huyo ndiye anakupa jibu wakati hauna. Hata wacha kuomba sasa, unaacha kuomba kwa sababu ukiwa na shida unaenda huko. Mediums and spiritists, they will defile you. They are taking away your faith from God, and they are putting your faith on themselves. And yet the powers that they are using is not godly. The powers that they are using is satanic and demonic. So anytime somebody is telling you, wacha nikupeleke kwa mtu wa kuomba, you must think, huyo mtu wa kuomba ni mtu aina gani? Kwingine utaenda kuambiwe mpaka uende kutafuta kitambaa ya yellow, sijui utafute kitambaa ya green, uambiwe ulete misuma 3, moja ya white, moja ya black, moja ya red. Na uambiwe pesa ulete pia. Na kuna pesa ukileta, miungu hawatasikia vizuri mpaka ufikishe kiwango fulani. Be careful. Be very careful. The Bible is telling us, do not turn to mediums. Don't seek help from spiritists. They are going to defile you. Praise the Lord. They are going to do what? They are going to defile you. Look at Leviticus 20 verse 6. 20 verse 6. Leviticus 20 verse 6. Nasema, I will set my face against the person who turns to mediums
mediums and spiritists to prostitute himself by following them. I'll cut him off from his people. I'll set my face, nitaweka uso wangu kinyume cha huyo mtu ambaye anageuka kwenda kwa mediums na spiritists to prostitute themselves, which means they are being faithless to God. They are being faithless to the word of God. And he's saying, I'm going to cut them off. Unajua hiyo mambo ya kwenda kwa hao waganga, whoever they are, ni mbaya, kwa sababu unaweza kutoka huko kademon kamekuwa attached to you, kapepo kamekuingia. Saa ingine tunapigana kwa sababu pepo kuingia saa ingine inakuwa rahisi, kutoka inakuwa ngumu sana. Ili pepo atoke, ili ushinde vita na pepo, it can take a long time at times, and it may require a lot of sacrifice. Even sometimes when you say, let's go, I'll go to the man of God, yes. But if you are in your heart, you are not chained. In your heart, you are not ready to fight that demon. Mpaka uhakikisha kwa demon kameshindwa, utakuwa na vita ingine ya kukusubua for a very long time. Na itakuwa imeletwa na wewe kwenda kwa nyumba ya mahali ambapo shetani anaoperate. Umeenda hapo kwa huyo spiritist, ama umeenda huyo kwa medium, umeenda kwa huyo jamaa, umejipeleka wewe mwenyewe, umejipeleka na ukatoa sadaka yako huko. Alafu naye shetani akapata nafasi akakushikilia mahali. Sasa kumtoa inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu sana. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 18. Deuteronomy 18 verse 15 to 16. Kumbukumbu ya Torati 18. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your brothers. You must listen to him. All right? Tuendelee. For this is what you asked of the Lord. Your God at Horeb on the day of assembly, when you said, let us not hear the voice of the Lord our God, nor see his face. Ebu panda juu, ebu rudi kule verse 14. Go to verse 14. This is what I really want to say. The nations you will dispossess, listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the Lord your God has not permitted you to do so. Hizi mataifa ambaye munaenda kuangoa, wanatumia sorcery, uchawi, divination, uaguzi, lakini wewe Mungu wako amekataa. Your God has not permitted you. Kule Misri walitoka, maisha yalikuwa ni hayo. Kule Canaan walikuwa wanaenda, maisha ilikuwa ni hayo. The nations you are about to displace, wako na tabia ya kuconsult sorcerer and fortune tellers. But the Lord your God forbids you from doing such things. Bwana Yesu asifiwe. Anakataa. Na hiyo ndo kwa sababu verse 15 is talking about prophet. Because God wants you to hear from prophet, not from sorcerer, not from diviner, not from fortune teller, but he wants you to hear from prophet that is sent by God. Praise the Lord. Praise the Lord. Let me go to whatever. Let me go to maybe the final point. The final point in this topic on holiness. Bado twende verse 19.
chapter 19 verse 11. Chapter 19 verse 11. Leviticus 19 verse 11. Inasema hivi, do not steal, do not lie, do not deceive one another. This is something to do with how we relate to our neighbors. Do not steal, do not lie, do not deceive one another. Look at verse 13. Do not defraud your neighbor or rob him. Do not hold back the wages of a hired man or a hired worker overnight. Look at verse 16. Look at verse 16. Verse 16. Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. These commandments relate to us and our neighbor and our brother. You know, sometimes when we say somebody is holy, the first thing we think about is, ni mtu wa kuomba sana, ni mtu wa kanisani sana. So we think kwa sababu anaomba sana, na maybe kwa sababu anaenda kanisani sana, he's a very holy person. It has got nothing to do with that. It has got to do with whether you are obeying the word of God and whether you are doing what you need to do. So supposing you are praying sana na unaiba vitu za watu, unaomba sana lakini uongo naye umejaa nayo, unaomba sana lakini slender naye ndio huyo, habari zile zote mbaya huwa zina originate na wewe. Let's go back, you know. So when we talk about being holy, we are talking about sticking to God's law. And when we stick to God's law and do what God wants, it will not help us only. It is going to help our brother. It is going to help those we are close to. So we should worship God, fine. We should not pass boundary in issues of sexual life, fine. We should not go to consult sorcerers, to consult with them, fine. But I also want you to understand that you are also not supposed to kuenda kufanya kitu ambacho kitahangaisha mwenzako. That's why in verse 11 says, do not steal. Ukiiba unataka kujifaidisha lakini unaiba kitu ya mwenzako. Do not lie. Unasema uongo. Do not deceive one another. Mambo ya kudanganyana watu waache. Verse 13, do not defraud or rob your neighbor. Do not hold back the wages of a hired worker. Kama wewe ni mwajiri, usizuie pesa ya mfanyikazi wako bure bure tu, ukitaka kumtesa na ukitaka kumsumbua. Usifanye mambo kama hayo. Verse 16, do not go about spreading slander among your people. Unaenda ukizungumuza mambo ya kukashifu wengine, kuharibu jina zao, kuongea kitu ambaye haina ukweli. Unaambiwa usifanye hayo. So when we are talking about holiness, brothers, it even goes there. Ina capture hiyo pia. Usiangalie tu ile ya sexuality ushike sana, useme tu ni hiyo. Na usiangalie tu ile kusema mimi siabudu mwingine, Mungu mwingine, mpaka urudi na ujue hata hii ingine ya kusema uongo na kuiba na kupeleka maneno ambayo sio ya kweli. Hizo vitu zote ni mbaya. And when you are doing them, you are undermining your call to holiness. Una undermine ile mwito ya utakatifu. Praise the Lord. What about verse 17? Let's go to 17 and 18 because zinafatana. Look at that. Look at that. Do not hate your brother in your heart. Rebuke your neighbor frankly, so you will not share his guilt. But do not hate your brother in your heart.
And there are people sometimes you just feel you hate them. Lakini wakikuuliza unanishukia kwa nini hata una sababu. Do not. Look at verse 18. Look at verse 18. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Unajua kuna hayo ambaye Mungu anasema alafu anasema I am the Lord. Mimi ni Bwana. Maana yake kile ninasema watu washike. Bwana Yesu asifiwe. We are talking about the essence of holiness. Kiini cha utakatifu. Na tunasema the essence of holiness is being separated from whatever defiles, from whatever is unclean, from whatever is sinful, so that we may be able to serve the holy God. Na inashika maeria, inashika area zote ambaye tunaweza kuwa tunafahamu. Amen. And you know, I have this statement: holiness is acquired by obeying God's decrees and commands. Yule mtu anataka kuhifadhi mambo hiyo ya utakatifu, lazima utii amri za Mungu, lazima utii neno la Mungu. Hiyo ndio itafanya maisha hiyo utakatifu iendelee katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. What happens when we are holy? What happens when we live the life that God wants us to live? He says he's going to live among us. He says that he's going to give us his favor. He's going to be our protector. He's going to be our provider. Ukisoma kitabu cha Walawi mlango wa 26, it talks about what God will do when we obey his commandment and when we remain holy. First Peter chapter 2 verse 9 inazungumza ikiongea juu ya we are a holy nation. We are a royal priesthood. That is the calling that God has called us. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Which verse did we read last time in the book of Leviticus? Tumalize na hiyo because our time is up. Wale walikuwa hapa last time. We read 26. We read 26 verse 9, if I'm not wrong. But of course the whole of 26, beginning from verse 3, if you follow my decrees and are careful to obey my commands, I'll send you rain in its due season, and the ground will yield its crop, and the tree its fruit. When we go to verse 9, I'll look on you with favor. I'll look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I'll keep my covenant with you. Verse 10, you will still be eating last year's harvest when you will have moved it out to make room for new. Verse 11, I'll put my dwelling place among you, and I'll not hate you. I'll not abhor you. Verse 12, I'll walk among you, I will be your God, and you will be my people. Praise the Lord. Unajua wana wa Israeli ni watu ambao kulingana na ahadi ya Mungu hawakustahili kushindwa. Hakuna taifa ambaye ingewapiga na kuwashinda. Walishindwa kwa sababu maisha ya utakatifu ile waliitiwa hawakuweza kutimiza. Hiyo ndo kwa sababu walipigwa, wakatolewa kwa nchi yao, wakapelekwa kwa nchi za mbali,
ile hekalu walikuwa kijivunia ati Mungu ako katika hii hekalu ikabomolewa, ikaharibiwa, ikachomwa na moto, wakaenda kukaa Babeli miaka 70. All those things happened because these people failed to obey the word of God. They failed to live the type of life that God wanted. That's why they got all those problems. Kama wangetii sheria ya Mungu, hakuna taifa ingewashinda. Bwana Yesu asifiwe. God's favor will not be our portion if we do not maintain holy living. We can maintain holy living because greater is he that is in us than he that is in the world. Unajua kuna wakati mtu anafikiria, na mimi kweli nitawezana na hiyo maisha? Kwa nini usiwezane naye kama Yesu ako ndani yako? Ikiwa uko na wasiwasi, ni vile tu labda kama Yesu hayuko ndani yako unastahili kuwa na wasiwasi. Lakini Yesu akiwa ndani yako unastahili kuwa na wasiwasi. God's divine power has given us everything we need to live a holy and godly life. And I want to say, it is wrong for you to ask for God's favor when you are not living right. Ni makosa. Unataka Mungu akupe kibali, unataka Mungu akubariki, lakini wewe hauishi maisha ambayo Mungu anataka. Hiyo ni makosa. Kama unataka Mungu akupe favor, kama unataka Mungu akusaidie, mpaka uishi maisha ile Mungu anataka. Amen. Tell your neighbor, those are the essentials of holiness. Ukisikia mtu amesemekana holy, wewe unaona picha ya mtu ameweka mkono pamoja, anakaa it is all about obeying the word of God. It is all about staying undefiled, staying clean. Kupigana na kuachana na dhambi. That's what it's all about. And it involves what happens between you and your neighbor. It involves how your life is. Hayo mambo yote, all those things are captured. Although the most amazing thing is ukisoma hizo utapata mambo ya sexuality ni kama imezungumziwa zaidi ya every other thing. Which means katika hiyo area, people must be very, very careful. Praise the Lord. Let's stand on our feet. I don't know, as you've been listening, what God has been talking to you, which area God has been highlighting in your life. But God has called us to be holy. And I said, be holy because I am holy. Be holy because I am holy. That's what the Lord is saying. We should not associate ourselves with him if we are not able to be holy. If we are not able to live that life that he wants us to live, then we should not associate ourselves with him. But if we want to associate ourselves with him, then he's saying, be holy because I am. Ukienda kitabu cha Ufunuo, inasema Jerusalem mpya, kuna watu hawataingia. There are people who will not get into the new Jerusalem. The new Jerusalem is the congregation of the people of God at the end of time. Lakini inasemekana wachawi, the immoral, the whatever hawataingia kwa sababu waliwezwa na maisha ya utakatifu. Praise the Lord. I like people raising their hand, but yet I want you to pray alone, because I want to believe God has talked to you. Can you just lift up your right hand? You don't need to lift both. But I also want you to open your mouth. I want you to respond to the Lord according to the message that he has brought in your heart. We are before you, everlasting Father. We have
we have come before you. We are open before your word. We are open before your commandments. And you are telling us that we need to live that holy life according to your word and according to your commandments. You know us through and through. You know us inside and out. You know the challenges that we are having. You know the hardships that we are having. But we want to thank you because you are telling us that he who is in us is greater than he that is in the world. He who is in us is greater than he that is in the world. And you are telling us, everlasting Father, there is nothing that you have not done so that we may live a godly life, so that we may live a holy life. You have given us the power of your Spirit. You have given us the power of your word. You have given us the power of your presence. You have given us the power of your mercy. You have given us the power of your grace. And all this you have given us so that we may live a holy life. We are here before you, Lord. We are asking for forgiveness where we need to be forgiven. We are asking for strength where we need strength, our Lord. We are asking for your presence where we need your presence, everlasting Father. Oh, how great is your name! How wonderful is your name! Nyosha mkono wako juu ya watu wako, ewe Bwana. Nyosha mkono wako juu ya kila mtu. Nyosha mkono wako juu ya kila mtu. Bwana wa majeshi, shughulika na mioyo yetu, shughulika na maisha yetu, shughulika katika eneo ya imani yetu, shughulika katika njia zote. Ewe Bwana wa milele, shughulika nasi. Usifiwe, uinuliwe, utukuzwe. Utukufu wako upatikane maishani mwetu wakati tunapokutii, wakati tunatii sheria zako. Utukufu wako upatikane maishani mwetu. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Pewa sifa Bwana wa milele. Pewa sifa Bwana wa milele. Mikono inapoinuliwa mbele yako Bwana, angalia haja ya watu wako. Angalia haja yao. Angalia kilio iliyo katika mioyo yao. Angalia yale ambayo wanahitaji katika maisha yao. Kutana na wao katika eneo ya haja yao. Watatulie. Timiza agano lako. Timiza neno lako kwa kila mmoja anayekuja kwako kwa ukweli. Kila mmoja anayekusogelea kwa ukweli. Kila mmoja anayekusogelea kwa unyenyekevu. Timiza ahadi yako katika maisha yao. Asante Mungu wetu. Upewe sifa, maana tunaomba yote kwa jina lako takatifu. Amen. Tunaweza kumpigia Bwana makofi. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Mungu anaitana watu waishi maisha ya utakatifu. Na hiyo maisha ya utakatifu inaanza especially wakati ambapo unakubali Yesu katika maisha yako. Kama uko hapa, you came to church today but you know very well you've never given your life to Jesus, then this life that we are talking about may not be possible for you. It may not be possible for you because the outside force is so strong. If you don't have a strong power inside, it is not possible for you to overcome the outside force. But Jesus says, whoever comes to me, I will not cast out. Ukija kwake hata kukataa, hata kutupa, hata kupokea. Kwa hivyo kama uko hapa siku hii ya leo na hujampatia Yesu maisha yako, unataka kuanza maisha ya utakatifu, unaweza kuinua mkono juu, kwa sababu tutaomba pamoja na wewe na tunaamini neno la Mungu litatimika kwa maisha yako. Do we have somebody, whether you are up there or whether you are down here, whatever corner you are, don't go back home unsaved.
Kama ulikuja kanisani hujaokoka, usirudi nyumbani ukiwa unsaved. You need to give your life to Jesus. Do we have somebody like that here? Do we have somebody like that here? It looks like we don't have. Lord, I commit your people into your hand. Your word is alive. I believe that it has found space in their life. And Lord, as they obey your word, you talk about giving them favor. I pray that favor will be their portion. And I pray that you will be their protector and help. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you as you take your seats.